wakiwa na tabia kwenye familia husika ya kusambaziana tuhuma zilizo mbaya, hiyo familia lazima ichanguke, igawanyike. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. فمن اتقى الله وقاه ونصره وهداه. يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزاوية وتكوف الإسلام بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نوصي بسنا كواتك يوصي نفسي yangu ya kuendelea kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika hotuba yetu ya leo itakuwa na anwani ifuatayo: tuhuma mbaya na athari zake katika jamii. Ndio hotuba yetu ya leo. Tuhuma mbaya na athari yake katika jamii ndio hotuba yetu ya leo, panapo majaliwa ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu watukufu wa Islam, mwanadamu yeyote yule mara tu baada ya kuzaliwa na kupata ufahamu wake, anaishi katika mfumo wa kujijengea heshima yeye na familia yake, na wajitahidi ala kulli hali kujiepusha ama kuwa mbali na kila eneo ambalo kwa namna moja au nyingine itakuja kumuondolea ama kumshushia hadhi yake. Kwa lugha nyepesi nataka kusema heshima yake hiyo amejenga kwa thamani kubwa zaidi. Na ndio maana dini ya Kiislamu kupitia vitabu vitukufu katika Qur'ani tukufu, kupitia ahadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam limeliweka wazi hili na kutukataza. أيها الأحبة، يقول تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. simamisheni sala na mtoe zaka, waatiu rasula, na kisha mtii mtume, la'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa Islam, kama tunataka kupata rehema za Allah tabaraka wa taala, tumtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Ayuha almu'minun, yaqulu tabaraka wa taala: ya ayuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da al-aya. Enyi ambao mlioamini, jiepusheni na nyingi katika aina ya dhana, kwani baadhi ya dhana ndani mwake kunapatikania madhambi, na wala msifanyiane ujasusi, wala tajassasu, na wala msifanyiane ujasusi. Na wamesema ahlul ilmi wa shuruhi al-ayati wal hadithi, maana tajassus al-bahth wal awraq was-sayyi'at ni mtu kupekua aibu za mtu mwingine zilizokuwepo mbaya. Lakini si hivyo tu, wasai fi kashfi satrillah ala ibadi, kujaribu kufungua ile sitara ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemsitiri mja. Yani mja Allah subhanahu wa ta'ala amemuona ameteleza kwa maeneo fulani,
ana makosa yake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala haya makosa wakati anafanya hakuyafanya mbele ya kadannasi, mbele ya jamii. Sasa wewe unatoka mguu mosi mguu pili unaanza kupekua, kwani niko vipi, ilikuwaje, itaipataje, ile vipi, haiwezekani, impossible, what. Hii aya inatukataza, ya ayuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min al-dhanni inna ba'da al-dhanni ismun wala tajassasu. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، تحذر اللسان لكهما، تحذر اللسان لكذانبان بلا كون مشاهد، فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا. wamesema kama tulivyotangulia kusema kule wala tajassasu, lakini pia alimu wamesema kwenye neno hilo wala tahassasu. Wa tahassusu huwa talabu maarifati al-akhbari, ni kutaka kujua habari ambazo wala hawali na hali ambazo za mtu fulani zilizofichikana, al-ghaiba, zilizofichikana ambazo hazijui. Sasa wewe umekuwa mshakilaku, kazi yako kufuatilia habari za watu, imekuwaje, iko vipi, mbona vile. Hapana, sheria na ayati za Qur'ani zinatukataza tusifanye hivyo. Kwa nini tumekatazwa kutuhumiana vibaya? Kwa sababu inna shaytana yadkhulu fi hadha albab, shetani anatumia mlango huu wa tuhuma, na ameufanya mlango huu wa tuhuma kuwa ni wavu ambao anaweza akavua watu kutoka katika umoja wao waliojiwekea, katika ushirika wao, katika taasisi yao, katika msikiti wao, katika familia yao, katika jamii ya mke na mume. Imewataka wewe wamoja, kitu kimoja, wa'tasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu. Sasa wanadamu wa Uislamu walipokuwa kitu kimoja, sheitani hawezi kuwashambulia. Sasa anachofanya ama mbinu zake na mtego wake kuhakikisha kumtia dosari moja miongoni mwenu kwa kumletea tashkiki, na huyu kweli anabeba tashkiki, anabeba hiyo tuhuma, anaanza katika wale wa umoja wake ama familia ama taasisi ama nchi yake, anaanza kumfuatilia mwenzie kwa namna moja nyingine kwa lengo la kumshusha. Hii sio tabia njema, na mlango huu anautumia shetani. Lengo lake ni nini? Lengo lake kudhoofisha jamii husika. Haijapatapo kufa taasisi, kuharibika mwenendo wa nchi au shirika lolote lile, ila kutokana na tuhuma ambazo sio sahihi, ambazo mtu anaamua kuzieleza akiwa hana ushahidi wa 100%. Hili ni kosa baya kabisa, linaondosha umoja, linaondosha nguvu, wala tajassasu. Ayuha al-ahibba al-mu'minun, ndugu zangu watukufu wa Islamu, tunaambaa na athari zake katika jamii. Ndiyo hutuba yetu ya leo. Ahli wa ilmu, wanachuoni wakubwa waliotangulia wamesema maneno yafuatayo mazito. Miongoni mwao Al-Allama Al-Qasimi Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala anasema katika kitabu chake Al-Nafis kinachoitwa Ar-Riyad An-Nadhira wal Hadaiq An-Nayra Az-Zahra fi al-Aqaid wal Funun. Kwenye kitabu hiki Sheikh Saadi rahmatullah alayhi anasema maneno mazito kabisa katika fatawa yake kuanzia ukurasa 105 mpaka 106. Anasema maneno yafuatayo ambayo jamii ya Kiislamu ikiamua kuyashika na kuyafanyia kazi, wallahi tutafaulu na tutafika mbali. Leo tuhuma zimekuwa nyingi za ovyo ovyo ambazo zinabomoa, zinabomoa. Sasa tuambizane kweli, zinabomoa, hazijengi. Una uhakika lakini unaeleza kusudi kwa mwenzio. Lengo lako nini? Kumshusha. La, huwezi kumshusha mtu ambaye amemnyanyua Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema anasema hivi, wa min a'zami al-muharramati wa asna al-mafasidi isha'ata hafawatihim wal qadh fihim wa fi ghalatatihim wa aqbah min hadha ihdaru mahasinihim inda wujud shay'in min dhalika wa rubbama yakunu wa huwa al-waqi' kathiran anna al-ghalatat allati sadarat minhum lahum fiha ta'wil sa'id wa lahum ijtihad. Anasema Sheikh Saadi hivi,
wa min a'zami muharramati, na katika mambo makubwa yaliyokuwa ya haramu, wa asna al-fasadi, na ubaya ulio wazi kabisa ni nini? Ishaatu atharatihim, ni mtu kueleza pale ambapo mwanachuoni ameteleza kama binadamu. Umemuona ndugu yako anasema unaeleza umeona vile unaambia kabisa nini ile siku kuu. Tunajua ile saa 5 haitoka pale viwanjani, unajua ngapi? Ina rafiki na kifua atakwambia nani? Nimekuta pale Chamazi kabisa pale. Chamazi wapi? Pale kama nilichoambiwa pale akajibu leo. Pale nimekuta kama kijana kabaki kidogo anasubiri mara anakuja ndani kanarudi shari. Sasa siku ya sikukuu saa 5 ya nini? Hii haiko sawa. Huna evidence ushahidi yoyote kwa nini yule mama alikuja kwenye dirisha na yeye kwenye nani anaongea naye eti unaoanisha eti kwa siku ya Jumatano ile siku ya sikukuu tena muda wa saa 5 unalinganisha katoka hapa kaenda mpaka Mikumi kapaki gari pale kaja mdada akachungulia dirishani kaongea naye haiwezekani bana sio kama yule bana yani pale ndio alikuwa anaipongea kabisa. Hapana kabisa. Lakini kisihizo tu Sheikh Saadi anaendelea anakusudia hasa anakusudia nini? Walqad'u fi la jambo baya kwa vibaya wanachuoni. Leo hivi mtu anaweza akasema tuna kwenye mbali kwenye media hapo wallahi billahi wa tallahi mara chuoni kaza amefanya kaza ipo kaza sio sawa. ومن أعظم المحرمات وأسباب المفاسد إشاعة أثرات لكوليزا قال walipoteleza alilmi والقدح فيه نكواتيا dosari في غلطات katika kule kuteleza kwao wewe unatia dosari, lakini anasema wa akbah min hadha, na baya zaidi kuliko haya hasili ni kudogesha na kuteremsha yale mema yao yote ambayo waliyafanya inda wujudi shay'in min dhalika, pale panapopatikania kuteleza kwake. Yani wewe huyu bwana huko mashallah alhamdulillah watu wanamkubali mashallah ana kheri kibao kafanya katika jamii. Sasa nataka uongo wako mmoja huo ambao umeona ambao huna uhakika nao, yani nataka wafanye watu wote haya mema yote yafutike kwa ajili ya tuma zako wewe mmoja. Hiyo ikubariki. Ndio maana Sheikh Saadi anasema hayo ni katika mambo ambayo mabaya zaidi. Ayo yahiba wewe muumini. Qala Hamduni al-Qassari rahimahullah. Hamduni al-Qassari anasema hivi: idha zalla akhun min ikhwanikum, atakapoteleza ndugu yenu katika ndugu zenu Waislamu akateleza, ukaona kwamba hapa shekhe kateleza au ndugu yako kateleza, nataka msemeje? Fatilibu lahu 70 udhran, mchukulieni udhuru mara 70. Ataji kusudia hivi, yani wewe ataka na shetani kwamba hivi bwana wewe jaribu kukuepesha kwamba hata sio hivyo, kakusudia hili wewe sema hajakusudia hili bali akakusudia hili, yani hata mara 70, kwa sababu shetani ametumia mlango huo. Ayo yahiba wewe muumini. Ndugu zangu watukufu wa Islam, hakika kabisa kunaenea katika kipindi hiki kunaenea batili ambazo watu wanazitumia katika kuwadogesha mashehe, kuwadogesha maimamu, kuwadogesha maustazi kwa makosa ambayo mwanadamu yote anaweza akakosea kama binadamu. Kwa hiyo tunachoelekeza na hali ya ilmu kwamba ikitokea mmoja ndugu yako kakosea kateleza kana maola mwingine, wewe mchukulie udhuru kwamba shekhe huyu alifanya, na hata kama ilitokea kafanya, inawezekana akafanya kwa mujibu wa kadha, ili jamii endelee kumwamini. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد الله أوصيك ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu tukufu wa Islam, hotuba yetu ya leo tunazungumzia tuhuma mbaya na athari yake katika jamii.
Ndugu zangu watukufu wa Islamu, jamii inaposhikamana na mambo ya tuhuma yanapatikania haya yafuatayo. La kwanza, tafakuku al-usar wal ailat, familia wakiwa na tabia kwenye familia husika ya kusambaziana tuhuma zilizo mbaya, hiyo familia lazima ichanguke, igawanyike. Na mbona wanaume sio bure nini? Babake mdogo mimi, babake mdogo sio babake mdogo alishakuja kakaa pale mzimini pale. Sasa nimekuja tumekaje, ndio kitu anauma. Mtoto kaenda hospitali kapima vipimo vyote, tunaambia haonekani hata ugonjwa, kumbe nini? Ndio yule babake mdogo. Hakuna ushahidi wowote wa Arabu. Sasa unayemwambia ile neno analibeba na yeye analisambaza katika familia. Hatimaye familia hiyo haisaidiani, hayaaminiani, inajenga chuki, husda, bughudha wao kwa wao. Na sometimes wengine mtu kwenda kuangalia anakuja maramli, anakuta upuzi huo, anakuja kueleza katika jamii. Ndugu zangu watukufu wa Islam, ili tuishi salama na amani, kuna jamii ambayo inajaliana, inaheshimiana, vitu vya aina hii lazima tuvitafutie matibabu. Lakini pia lakini tukishikamana na tuhuma za batili, miongoni mwa athari yake ni kwamba kushusha thamani ya mtu husika, heshima ya mtu husika, kwa sababu mtu huja akapandisha heshima yake kwa thamani kubwa sana. Naam, kuna watu wanapandisha heshima zao kwa thamani. Hata anachokijenga nini bwana? Huyu bwana anaamua kujenga heshima yake, hadhi yake ni mbele ya jamii kubwa. Sasa mtu aina hiyo anatumia gharama za uzushi nini kupandisha heshima yake, inapanda, watu wanamwamini, baadaye anakuja kumshusha kwa jambo dogo tu. Yaani watu wanapandisha daraja zao, kama usiongea na sasa brandi zao wanapandisha kwa thamani kubwa sana. Hivyo wote kwa nini? Anaweza akaja hapa msikitini, mtu akakaa hapo nje tu akagaa 500 wote msikiti. Nani msafi yule? Wao katika salata kama katika kumsha nini? Brandi yake yule msafi bana za biashara kwa barabarani. Sasa kushukuta kwa kabisa ana chochote. Sio vyema. Wewe kauna jambo ambalo umeliona amelifanya baya, mtafutie hivi ama mstiri. Kwa jamii inaharibika kupitia mlango huo. Lakini la pili, tukiwa tunadumu na tuhuma hizi mbaya, kinachotokea ni kueleza husda na hikmi kama tulivyotanguliza. Kwa jamii inakuwa yeye tena hawezi kukaa vikao vya ujenzi, na badala yake huyu kamchukua yule anamteta yule, huyu anamteta huyu anamzungumzia kule. Hakuna tena ile ijtimaa, ile suhba haipo. Hii sio tabia nzuri kusema kweli, na vitu vingi vimedorora kutokana na tabia hiyo. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, kwa zama zetu hizi ambazo mimi na wewe leo tupo, kumejaa hivi vitu ambavyo nasema hapa, na hasa kupitia mitandao ya kijamii kabisa. Leo na shekhe zetu wangapi wanatukana kupitia media na kushushwa kupitia mlango huu, na shetani amewasaidia kusema kweli katika kujipatia dhambi. Kama hukuwa makini na vyombo vya habari hivi, unaweza kuingia sio hivyo kabisa. Nini kala ng'ombe 25 ile tafuta makharaji wa kumsaidia ndugu yako. Ayo almu'minun, laqad wada'a al-islam ilajan hasinan. Sasa tabia kama hii kwamba wewe ukiwa unasikia jambo unajieleza, ukiona jambo ambalo unaeleza, Uislamu umeweka tiba na udanga wake. Tunatibu vipi? Uislamu umeweka tiba ya hilo, ambapo Allah Subhanahu wa ta'ala anasema kwenye sura Al-Hujurat, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun, enyi waumini, zikujieni zile habari ambazo fasika, zikuja na habari ambazo hamzijui vyema. Tufanyeje? Kwanza fatabayyanu, hakikisheni hii habari na ukweli, hii habari na uhakika. Hapa pia kuna maelezo hayo hivi.
Sawa, wewe unafuatilia ili uhakiki, alafu kisha uhakiki ndio wewe. Usiwe kuwa na tajasusi ya kufuatilia mambo ya watu, tena atharati hizi, tena mambo ambayo Allah ameyafika kwa huyo mtu, wewe unafuatilia ila kwa taratibu na sheria yake. Mfano, nisikia bwana mmoja anazungumza mtaani kitu kibaya kabisa, kwamba leo na mpango wa fulani nichukue nimpeke sehemu fulani. Sasa wewe toa taarifa hizo. Bwana, kuna mtu mmoja leo amesema habari sio nzuri. Nini? Anataka kumchukua fulani afa mpeke sehemu fulani. Sasa wahusika watafuatilia hapo. Wewe kusema sheria ya dini imetukataza sisi wala tajasusi. Wala tajasusi vipi? Na hapo unaenda kuuliwa kule. Toa hizo taarifa. Umekaa mtaani huko, kuna kijana anazungumza vitu vibaya na mipango mibaya, anataka kuchoma moto maeneo fulani. Toa taarifa. Uweze kusema kwamba sheria imetukataza wala tajasusi. Umesema tajasusi haifai, kuna maeneo yake na inafaa kutoa taarifa kwa maslahi ya umma, maslahi mapana. Sio umekaa tu umependisha wali, kuna mmoja mwingine sema ile sindo zake bwana. Sio hivyo. Na hata kama ndio umekuta hivyo na isimamia, nitafutie sababu. Ndio tukufu Islam. Kwa hiyo dawa ni hii ya ayyuhallazina amanu injaakum fasiqun binaba'in, kwanza fatabayyanu, hakikisheni. Kwa nini mnatakiwa muhakikishe ile jambo? Kwa sababu antusibu qauman bijahala, ndio kuwatangazia watu jambo ambalo sio la kweli, kuujiga wenu kwa kumsihisi shetani kawachezea, alafu itasababisha matatizo, alafu itakuwa ni fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, utakuja kujuta baadaye. Bwana nisamee bure bwana, mimi nilidhania watu kanisa yafikishe. Na hivyo kutokea wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anatembea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya magharibi na moja ya wakeze, na wanasema ni Hafsa, ameonekania maeneo fulani. Baadhi ya watu wakamuona Bwana Mtume sana, wakanarudi nyuma, wataka kuweka yanamsika mmoja katika sehemu ambayo sio vizuri hivi. Bwana Mtume sasa halalisi niku hapa kwa mlima, njoni. Huyu ni mke wangu Hafsa. Huyu ni nani? Huyu ni mke wangu Hafsa. Kwa nini kaambia vile? Akasema fa inna shaitana, hakika shaitani yajri min ibn adam, anapita kwa mwanadamu majra damu, kwenye mishipa ya damu. Hapo ndipo mlivyoniona mnaweza kwenda mkasema kimada ile, kaza ile, yeye akawashawishi vitu vibaya. Kwa hiyo huyu ni mke wangu Hafsa. Na wewe vile vile usije ukamwona mtu kakaa na mwanamke masala wazungumza ukasema hapana, ila mtongoza tu. Uchukulie hizi. Tukiwa tabia hii ya Kiislamu ya kufanya mambo kwa thabiti, kusema kweli, mambo yetu yatabaki yakiwa salama. Na tukiendelea na tabia hii ya kutuhumiana kwa ambazo hazina uhakika, jamii zetu zitazidi kuporomoka. Nikisema jamii na maana ifuatayo: jamii katika familia, mkiwa na tabia hiyo mtarudi chini. Ndani ya nyumba kama wapangaji mtarudi chini. Kwenye taasisi, kwenye biashara zenu, kwenye mji wenu, kwenye nchi yenu, mkiwa na tabia hiyo tu hamtaweza kufika kabisa. Tufate utaratibu huu aliotuelekeza ili mradi tufikie malengo yetu. Allah, ilamu, tambueni ya kwamba inna aqibata man yattahimu an-nasa bil batili, hakika mwisho mbaya yule ambaye anamtuhumizie kwa batili hapa duniani ni mbaya sana, lakini si hivyo tu, na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala pia vile vile ni mbaya sana. Kwa hiyo tuhakikishe, tujitahidi tujiepusha na tabia hii ya kuwatuhumu watu. Kwenye surati Al-Ahzab kule Allah tukufu amesema walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina, madhambi mengi tutakayobeba kwa kumtuhumu mwenzio tu. Sasa kwa nini ujibebeshe madhambi kwa kumtuhumu mwenzio? Billahi wa Islam, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi